lazima iangalie akiwa anataka kucheza siasa zake. Wanasiasa kwa wakati mmoja wanajipanga jinsi ambayo kuonyesha kwamba mwingine ambao wanapigania kwa kiti ama umaarufu anaweza kuwa huko na mwingine apange watu yake ndio aanze kuonyesha kwamba huyu umaarufu yake inaenda chini. Kwa hivyo inaweza kuwa si hata hii sera za ama visit hii ya president, lakini ni kuonyesha kwamba sisi huyu sasa hatumhitaji, na inaweza kuwa ifanywe na mwanasiasa mwingine ametoka huko. Moja inaweza kuwa kwa hiyo njia. Ya pili ni unakumbuka wakati ambao Rigiji alitolewa ofisini. Kuna wale ambao wametoka kwa mlima ambayo walikuwa wamechukua mwendo wa kukataa Rigiji asitolewe. Na kuna wale walichukua mwendo wa kuzindikisha Rigiji atolewe. Hiyo, kwa hivyo utakuja kuta wale wananchi wa kawaida bado wako na hiyo uchungu. Kwa hivyo ukiona hiyo, kuna wale wamepanga waseme kwamba huyu ambaye alikuwa ametema mtoto yetu kutoka ofisi yake lazima asikubaliwe ama aonyeshwe rais kwamba huyu mtu bado sisi hatumtaki. Inaweza kuwa kwa hiyo. Ya tatu ni kuwa unaweza kuwa kwamba yeye mwenyewe hakuwa ameshughulikia wenye ambao walikuwa wamepeleka hiyo ofisi kuanzia wakati alichaguliwa. Maybe ameamua kukaa Nairobi vile wabunge wetu wa lakini Kimani Ichung'wah akizomewa wa Kirinyaga na yeye ni wa Kikuyu. Unajua mipango ya kuzomewa ni kwamba lazima utakuta mtu akipanga. Kwa mfano, sidhani kama kwake rais ameenda, na kama angeenda sidhani kama angepigiwa kelele kwa sababu huko ako na vijana yule anaweza ameipanga. Kwa hivyo kuna umaarufu fulani ambaye wanasiasa wanaanza kucheza. Hiyo game tulicheza Mandera. Sisi tulipigia kelele gavana wa huko, hatukuwa tunataka yeye. Wakati tuliuliza miaka 13 Mandera County ikapata bilioni 160. Huyo wa Khalif ama huyo wa Khalif? Yes, wote. Unajua tangu hiyo county ikaanza, sisi hatuulizi individual, tunaangalia ni fedha kiasi gani imefika huko na iko na impact gani kwa ground. Kwa hivyo tukasema hiyo pesa yote hatuoni impact yake. Kwa hivyo utakuta sababu ya kupigia kelele mtu fulani ama kiongozi fulani kwa mahali fulani ni umaarufu wa huko chini. Haina shughuli na rais. Wakati ambaye itakuwa na umuhimu ni wakati ambaye rais amekuja hapa kwako, watu wanapigia rais kelele, inamaanisha wanasiasa hapa chini hawajaongea na watu wao vilivyo. Kwa hivyo ni kawaida, ni kitu wanasiasa wanafanyanga, na sidhani kama hiyo sidhani kama hiyo itakuwa na shida yoyote kulingana na jinsi ambaye wanasiasa wanachezanga mpira. Kwa hivyo kwa Macharia, unadhani kuzoma huku hakuoneshi hisia za wananchi dhahiri kwamba hatujaridhika na mulioyafanya? Kidogo tofautiana na daktari. Tumeona mara kwa mara rais akiwaalika wabunge, viongozi kule Ikulu. Ndio. Unasikia kwamba rais amewaalika wabunge, maseneta, magavana wa eneo fulani ama fulani. Juzi walikuwa kutoka Nyanza, Kakamega vile vile. Western, walikuwa Western. Kwa nini anawaalika Ikulu? Ni kujaribu kuwashawishi wanapo rudi kwa makazi zao. Haswa wabunge. Anajaribu kuwaita Ikulu ili awashawishi wapitishe miswada ama wasukume biashara ya bunge kwa kupendekeza kwa vile yangetaka iende. Siasa lazima ushawishi watu, hasa ukiwa rais. Lazima uite wabunge, uwakaribie, uwashawishi. Kwa mfano, ningependa kupitisha bajeti, ningeuliza tafadhali munisaidie kwa kuniunga kwa upigaji wa kura kule bunge ili bajeti ipite. Huo ushawishi ambao wanaofanywa kule Ikulu, hawa wabunge waliochaguliwa sio na rais na mwananchi, wanasahau maslahi ya mwananchi. Wanaposhawishiwa kule Ikulu, wakirudi bunge wanafanya kulingana na ushawishi wa rais kule Ikulu.
Na ndipo unaona nilikuwa nimesema hapo awali kidogo ya kwamba lazima utapata wanazomewa sababu hawajatimiza maslahi ama matakwa ama sauti ya mwananchi. Kwa hivyo ushawishi kutoka Ikulu kule rais yuko, na vile wabunge wanapitisha sheria kule bungeni, wanawasaliti wananchi. Ni huku tuliona Douglas Kanja akihutubu katika baadhi ya miji ambayo yeye pia alialikwa na naibu rais kuzungumza. Hili linajiri wakati ambapo kumekuwa na minong'ono ya kufufuka kwa Mungiki. Je, hii inaleta kwamba serikali iko hapa, usalama upo sawa, ama ilikuwa ni lengo gani la kumleta Kanja kuzungumza kwa wananchi wakati huu? Yeri, lazima kwanza tuelewe ni nini Inspector General wa polisi jukumu yake wakati ambao serikali fulani imechukua jukumu. Kwa sababu Wakenya wengi hawaelewi polisi kazi yao. Wanaelewa tu polisi kwamba wao kazi yao ni kukimbiza uhalifu na kushika wenye ambao wako na wameleta ufurugu mahali fulani na kuchunga mali za watu. Lakini ukiangalia Inspector General kazi yake ni kwamba Inspector General ndiye mkuu wa usalama nchini. Rais ndiye CEO ya nchi. Mkuu, yani executive, ukisikia executive, rais ndio executive. Na ile inaitangwa instrument of power ambaye watu huwa wanaongea juu yake ni wanajeshi na wana polisi uniform. Hiyo ndio ile amri ambaye rais anapeana ndio serikali shughuli zake itekelezwe. Tukikujia Inspector General, kwanza kazi yake ni nini tuelewe. Kwanza ni kuangalia usalama wa rais ya kwanza na wananchi. Usalama wa rais ni jukumu ya Inspector General. Ndio ametenga kitengo ambaye inaitwa Presidential Security Team ambaye wanafanya hiyo kazi. Na inaongozwa na mkuu kubwa sana, mtu ambaye maybe ako Assistant Inspector General ama Senior Assistant Inspector General. Sijui mipango yao vile iko saizi. Lakini ile kitu muhimu ni kwamba Inspector General polisi akienda mahali rais ako ni kuchukua ile delegation alikuwa amepeana mara kwanza kwa ile security wake, pia yeye kama mkuu wa polisi kuwa huko na kuhakikisha kwamba security ya president imekuwa shwari. Security ya wananchi ambayo wanakuja kuona president imekuwa shwari. Hiyo mali ambaye unakumbuka hapa Nairobi rais akahutubia, wagenge wakaingia kwa mabiashara za watu wakachukua mali za watu. Hiyo ndio jukumu ya Inspector General. Na akienda huko Central, mahali ambaye yeye ametoka, na ako na rais akifanya kazi ambayo yeye anafaa kufanya, basi yeye ameenda kusupervise wale watu yake wanafanya kazi na kuhakikisha kwamba usalama wa rais na hizo mradi ambaye rais anaongelea juu yake, na wakati ambao wananchi wa kawaida wako huko wakisikiza rais, amani yao imewekwa vizuri. Ya pili, Inspector General ametoka area hiyo. Na sioni, nilikuwa nimeona LSK wakisema kwamba hajafanya impartiality, yani ameanza kugemea upande mmoja. Ndiyo. Hebu angalia sera za rais. Mimi ni mwanasiasa, naielewa siasa vile iko. Tukiwa tunataka kuenda mambo ya siasa, tunavaa rasmi, inaitwa nini, uniform rasmi ya chama fulani, na tunapiga kelele ya mambo ya chama. Na wakati hiyo rangi za hiyo za chama UDA. Na sahi ukienda huko uvae hiyo gwanda rasmi, basi inamaanisha kuwa rais aliendea huko mambo ya siasa. Lakini rais kama sahi akienda huko kama rais na aongee na wananchi, hiyo wanasiasa wanaweza wakasema kitu, waongee juu ya hiyo siasa, lakini si lazima iwe hiyo safari za rais ni ya siasa. Sio siasa, hiyo ni ya miradi ya maendeleo ambaye anaikagua na anapeleka maendeleo huko. Kwa hivyo ukiwa wewe Inspector General na umetoka huko, wewe ni kijana wa huko, na wewe unasimamia usalama wa Kenya wote,
lazima rais aseme niko na kijana yenu hapa ambaye ni anasimamia usalama zetu za Kenya yote na anaitwa Douglas Kanja. Hiyo si siasa. Naye yeye akasimama tu akasalamia na akasema kwamba ni mzuri rais amekuja kwetu, alinipatia jukumu ya kuangalia usalama. Kwa hivyo mimi kama Inspector Generali basi nashukuru yeye. Na ya pili, lazima vile maendeleo imekuja hapa kwetu, huko juu pia hata sisi hatujasahaulika. Lazima sisi pia tulipatiwa jukumu ambaye inafaa kulingana na jinsi ambaye watu wetu walikuwa wamechagua serikali na jinsi ambaye wanapenda serikali. Kwa hivyo lazima tuelewe ama tutafautishe ni nini ndio wakati ambayo tunasema mtu ameenda siasa ama lini anafanya kazi yake. Tusikie kauli, ya mwisho bado sijamaliza. Ya tatu, utakuta barua ambaye imeandikwa na LSK, spokesman wa polisi, wakisema kwamba Inspector General alikuwa na miradi ya kuzunguka na alianzia Baringo, alitembea mpaka huko, naye si hatia kupanga hiyo mradi yake ambaye hata